Amen. The anointing can bring a difference in your life. Sio kitu katika mambo ya Yesu. Mungu amemwapoint. Mungu amemchagua. Mungu anataka kumwanoint. Biblia inasema nendeni mulete na mchunge hiyo kondoo, kwa sababu kuanzia leo heshima inakuja juu ya Daudi. Wewe ndio Mungu anakuheshimu. Wewe ndio Mungu anakufunga. Wewe ndio Mungu anakuhitaji. Wewe ndio Mungu anataka kukupaka mafuta. Wewe ndio Mungu anataka kukuinua. Labda katika familia yenu inasikia Roho Mtakatifu inaniambia kuna mtu katika yetu katika familia yako anadharauliwa, anaonekana sio kitu. Amen. Usimame kwa jina la Yesu. Toka mbele ndani ya Yesu. Baba Zakao akamwambia uwe na moyo wa ushujaa. Akamwambia usiogope, maana mimi Mungu wako niko pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo nataka nikuambie ya kwamba wewe kaa vizuri na ufanye mapenzi ya Mungu na utimize yale ambayo Mungu anataka, kwa sababu mbele yenu ni sawa, mbele yenu ni salama. Kuna nyota inang'aa, nyota ndio inasumbua watu. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe una matatizo, wewe ndio unapigwa, wewe ndio unasengenywa, nyota yako ndio inatekenya watu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona watu wanakuinukia, sio wewe wanakuinukia. Ana upako wa Roho Mtakatifu, hata kunena kwake unamtambulisha ya kwamba huyu mwanamke sio wa kawaida, ako na nguvu ndani yake. Kuna yule ambaye anatawala ndani yake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. That is the power of anointing. Kuna watu wengi ambao wanabeba tu anointing kama kitu tu rahisi, lakini upako wa nguvu za Roho Mtakatifu
tofauti na kile wewe unaelewa. Amen. Na kuna upako mara mbili. Unaweza kupokea upako wa wakuu wa giza. Na una uwezo pia wa kupokea upako wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hizi upako mbili. Oh, haleluya. Ukianza kuona vitu vyako vinaenda na vitu vyako na unapofanya una breakthrough, anza kutafakari, kwa sababu kuna nguvu fulani unabeba, kuna nguvu za mafuta fulani unabeba, kuna nguvu fulani zinafanya kazi na wewe. Power of anointing. The anointing is the presence of God in the life of a Christian. Amen. Upako haimo ndani yao. Wengi wanajua kuomba kwa lugha tofauti, lakini upako haimo ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wako na mabiashara, lakini biashara yao sio kwa ajili ya upako wa nguvu za Mungu. Wengi wako na familia, lakini hizo familia sio kwa ajili ya upako wa nguvu za Mungu. Hallelujah, hallelujah. There is a secret in the anointing. Amen. Thank you, Jesus. Imagine hiyo ni kudefine. Sema the power of God. Leo ninaomba Mungu kila mmoja akomba katika ibada ya siku ya leo. Apokee nguvu za upako. Naomba ufanye mkono huu wa kuume. Sio hili ndio na ndio ya kuume. Wewe tumia hii yako. Fanya hivi kwa jina la Yesu. Leo ninapokea nguvu za upako wa mafuta. Na wale Mungu awabadilie mafuta ya Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Anointing is the power of God, and it is the person of Jesus Christ. What is the works of anointing in the life of a Christian? The work of anointing, it is to destroy every yoke. Amen. The power of anointing, when you have the presence of God in you, that is the anointing. That is the anointing. It can totally destroy that is not of God. Ukiwa na uwepo wa Mungu ndani yako, ukiwa na upako wa mafuta, inaweza kuharibu kabisa kilicho kila mbegu kisicho cha Mungu ndani yako. Kama mbegu ya magonjwa iko ndani yako, mafuta ikiwa ndani yako, hiyo mafuta inaharibu hizo madhabahu. So the anointing can totally destroy everything that is not. It doesn't belong to God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama kuna vita inayoinuka katika maisha yako, mafuta ikiwa ndani yako, inaharibu magonjwa. Kama mamlaka ya Roho, mafuta ikiwa ndani yako na familia yako iko kwenye shida,
anointing. Mwambie nguvu ya mafuta. Power of anointing. Nimesema usini nguvu ya mafuta. When you have the anointing in you, no one can give you everything that it doesn't belong to you. Chochote ambacho sio ya Mungu inaondoka. Haleluya. Kwa sababu nguvu za giza haziwezi kustahimili nguvu zilizobebwa na mafuta. Haleluya. Kama kuna kachuki kako ndani yako, mafuta ikiwa ndani yako, unapokea nguvu za mafuta, hapo kachuki kanaanza kuharibika. Kanaanza kuandika hapo juu expiring date. Kwa sababu kuna nguvu ndani ya mafuta. There is power in the anointing. Amen. Nguvu za mafuta. Sio kimbo. Tikimbo. Izani kwa jina la Yesu. Amina. Tupigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sio body lax. Body lax. Nasukuzia nguvu za upako wa Roho Mtakatifu. So when you have anointing in you, it totally destroys everything that is not of God. In sickness, belong to God. Amen. Asante kwa jina la Yesu. Na wakati wanatamani kujaza nguvu za Roho Mtakatifu siku ya leo. Tupigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. So here, when the Spirit of the Lord, the presence of God that is anointing will be in you, it can totally destroy fear, the spirit of fear. That's with the anointing. It is immediately destroyed. Amen. It is immediately destroyed. Hakuna kungoja, hakuna kuekelewa mikono mpaka miguu. Nguvu za Roho Mtakatifu Amen. Unaona muamini anasema nimetoka na mbele Yesu, lakini hakuna nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake. Ndio maana akipata kitu kinafanyika katika maisha yake, anaenda kwa manabii, anaenda kwa waganga, anaenda kwa watu wa dunia, na atafuta msaada. Wewe unayemtumikia kwa watu, wewe msaidizi Roho Mtakatifu Amen. Naomba tupige Yesu makofi. Kitabu cha Isaia mlango wa 10 mstari wa 27 peke yake. Kama umepata mtanisomea. Ile msomaji wangu nani? Leo hayuko. Nani anasomea leo? Mwalimu Margaret kwa. Kikamba Kiingereza. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah 10 kulia wa mwenda mwanza. Soma kwa lugha ya Kiswahili. Sisi ni Waswahili. Kwanza mimi ni Mswahili. Soma na Kiswahili. Soma na Kiswahili. Ama ni Kiswahili mama? Kama nani mwingine amepata? Mama sana. Kama umepata. Isaiah 10 verse 27. Ya wapi mwalimu mwanzo wala wapata?
itakuwa katika siku hiyo. Tena itakuwa katika siku hiyo. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Na nira yake shingoni mwako. Na nira yake shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa. Naye nira itaharibiwa. Kwa sababu ya mafuta. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Amina. Hiyo ni habari njema kwa kila mmoja aliye katika nyumba ya Mungu siku ya leo. Usije uongo sio kwa kila umweme nyumbani ya Mungu. Biblia inasema na tena itakuwa katika siku hiyo hainapokewa mzigo wake utaondoka begani mwako. Moyo wake ukauma kituoni chako. Mzigo wako utaondoka begani mwako. Ukauma kituoni chako. Mzigo wa dhambi moyo wanaye utaondoka ukauma. Anasema siku hiyo siku kama hii itakuwa ya kwamba mzigo utaondoka mabegani mwako. Kuna watu ambao wameingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo, lakini wamebeba mizigo mizito. Haleluya, haleluya. Kuna wale walioingia wakiwa na mizigo ya dhambi. Kuna wale ambao wameingia wakiwa na mizigo ya magonjwa. Kuna wale ambao wameingia wakiwa na mizigo ya kufinyiliwa. Kuna wale ambao wameingia wakiwa na mizigo ya kuonewa. Kuna wale ambao wameingia wakiwa na mizigo ya kukataliwa. Kuna wale ambao wameingia wakiwa na mzigo wa umasikini mabegani mwao. Mizigo mizito itaondolewa mabegani mwao. Waigia Yesu makofi mazuri. Kuna watu ambao wameingia wakiwa na mizigo mizito, lakini Bwana ametupa ujumbe mwema. Bwana amekuja na habari njema mchana leo ya kwamba watu walioingia na mizigo wakiwa wamebeba mabegani mwao, anasema ataondoa hizo mizigo ambayo yamekuwa mazito katika maisha yao. Anasema ataziondoa. Inaona nguvu za Roho Mtakatifu akiondoa mizigo yetu, akipumzisha watu, akileta amani kwa ndoa, akileta amani kwa jamii, akileta furaha, akiondoa chozi. Anasema ingia na mizigo mizito ataondoa katika jina la Yesu. Kuna mizigo kupumzishwa, kupigwa mafuta. Anasema kwa sababu ya kupigwa mafuta, sio kwa sababu ya kuwa na fedha nyingi, sio kwa sababu ya kuvaa suti mzuri, sio kwa sababu ya kuwa na mwanamke mwanamke anayejua kujipanga, anayejua kusukuma madai na madai, sio kwa sababu ya kuwa na biashara kubwa. Anasema mizigo itaondolewa mabegani mwenu kwa sababu ya kupigwa mafuta. Mchana wa leo nguvu za Bwana zishike
mizito zikiondoka kwa jina la Yesu. Niba miyo mito imetangwa ituoni. Mizigo mizito yakiondoka. Miyo mito imetangwa ituoni. Katika jina la Yesu. Ituoni ya Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Anasema katika siku hiyo Mwenyeosu mzigo utaondoka. Aimuiyo nuwa Begani mwako. ituoni chako. Na nira ya shingoni mwako. Na isoki yekauma. Nayo itaharibiwa. Na isoki yekauma. Kwa sababu ya mafuta. Kuna watu ambao wamekuwa katika vifungo vya shetani. Mabungito ni Satani. Nira zinawafunga. Nguvu za giza zimekuwa zikiwasumbua. Mashetani wamekuwa wakiwatembelea. Watu wengine wanaogopa kulala majumbani mwao. Wanaenda kutafuta malazi kwa majirani na kwa marafiki. Uko na nyumba nzuri inayokusumbua, lakini Biblia inasema na hizo nira zitaondolewa shingoni mwako kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka mwaka wa 2017. Mwaka wa 2011 nikaajiriwa na mzee mmoja ambaye ako na kitambi mzuri. Nilikuwa nimtumia waenda kitambi kiseo. Ni Mkikuyu. Akanifanya niwe manager wake. Ndio kiviani yeniungamie Yesu msiake. Na yeye alikuwa ni tajiri mkubwa katika mji wa Loitoto. Na wewe ni mgwi munene kwa Loitoto. Na akanilipa shilingi 26,000. Sijawahi ajiriwa kazi ya pesa mingi kama hiyo. Na mwevangili miongolea na tunai kwa mwa pesa mingi. Nikiwa nina manage kila kitu. Ukeli anaungamie Yesu msiake. Akanipa mahali pa kuishi. Na nenda bantu bakikana. Na silipi. Na ndeko ima. Na akanilipa kila kitu kitaka fare kwenda nyumbani ninatoa hapa. Na wewe yanu mwemete nesa ndona. Ikawa kani mimi ndio najulikana kama mwenye kazi. Na wewe ya wewe sikie uone wewe isikie. Lakini siku moja nilifanya nivute hiyo kazi. Indi mwenye watu ma nivuta huyo tukana mkubwa kwa sababu ya cheti mji wa Kimana. Twende wana mkutano mnene kwa kile kilishangaza. Kila chante nisie. Nikachukua ile posta nikamwagia mafuta. Binyawa witikiwa mafuta. Anasema mizigo zinawekwa chini kwa sababu ya kutiwa mafuta. Wapi tikiwa mafuta? Amen. Na hii mafuta sio kwa ajili ya kuhubiri kama Geoffrey. Tikono wa mtabanyata Joshua. Piga Yesu makofi. Amina. Anasema hii mafuta inatiwa kila mmoja aliyemwamini Kristo. Yesu Kristo. Amen. Anayemkiri Yesu katika kinywa chake. Kanywani mwake. Anayemwamini Yesu katika moyo wake kama Yesu ni Bwana na Mwokozi na Musumbe na mutangi walayo wake. Amen. Amina. Unajua nimekuwa nikiangalia wakati nilikuwa nakula pesa ya Bwana. Niwe sine wanililia la tu isa pesa ya Mungu. Na watu wengi pesa ya Bwana. Kwa ndo ingi matana ya pesa ya Mungu. Wewe unafikiria kwa nini? Wewe unaona niki? Tarehe 18 mwezi wa 7 watu 18 mwezi wa kwanza mwaka wa 2021 anasema walio na nira kwenye shingo zao watawaachilia, zitaondolewa. Na walio na mizigo mabegani mwao zitaondolewa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. There is power in the anointing of the Holy Spirit. There is power. It breaks every yoke. It
Amen. Amina. Hallelujah. Amina. Bwana shangwe. Hallelujah. Mungu sana mafuta. Amen. And in that connection, Nini wa kupata na Mungu? in that connection, Nini wa kupata ni Mungu? of anointing, Wa utikwa mafuta. you will have Wewe wana hii. what we call Kila tuita victory. ukimya. In that connection. Amen. Amen. Unapata ushindi mkubwa. Kupata ukimya mwenene. Baada ya kufurahi, Itina wa kutana. ndogo ukishangaa, Wanu maisena. Wewe. unafurahi. Yeye ya wende na utana. Divine victory. Tupige Yesu makofi. Amen. Bwana asifiwe. Amina. What is the work of the anointing? Mwiyawa wetikiwa mafuta ni mwao. Anointing is the burden removing. Ai wetikiwa mafuta ni wo betanga isio. And it is a yoke breaking. Na ni wo tilanga isio. It is a yoke breaking power of God. Ni binya ula utilanga isio. That is the works of anointing. Wetikiwa mafuta ni namala mama. It is the burden breaking. Ni wo utilanga mayoito. Amen. Amina. Mwambie mwenzako burden breaking. Utabi mnano mbade break. Ni nyundo. Ni nyundo. Ya kuharibu. Ndia kwa Mizigo. ni hiyo. Yaliyo mazito. Alama Katika maisha. ni wadai. Muamini. Wa Mkristo. Mafuta. Mauta. Ni nyundo. Ni Ya kuharibu. chapa Muzigo. moyo. Maneno. Moyo. Emilio. Ni wadai wa Mkristo. That is the works of anointing. Usudi wao ya wa mauta. Sio ya kupika sukuma. Ti wa kuruga sukuma. Si sukuma si kimbo. Ndio nene ayolwa kimbo golden bride. Amen. Amina. Watu wa siku hizi hekima inaondoka ndani yao. Maana mama tukwa we na umanyinu Utaenda kwa betenda. nabii akupaka mafuta ya kimbo. Ogi kola ke mwadhani aiko itikisia mauta ma kimbo. Tuchukue mafuta ya kimbo aina mwangia toka. Ati yosa mauta ma kimbo giwa itikakisia mu. Wachawi wana kuja tena kimbo. Ao imayo kai wa itikisia mauta. Kwanza hiyo kimbo unapewa. Kwanza kimbo kiu nemo. Ndio inaita wengi. Neo ikweta hii. Inaita wengi. Ni wewe kweta hii. Iko na harufu nzuri. Nondo we na mke museo. Pia wengine kujeni maana kuna nyama hapa. Wemea okainundo babe na nyama. Wewe unafikiri umesaidiwa? Oyana toteli. Kumbe unaongezea washika. Kumbe wengi ongelela dina. Sitamba tupigie Yesu makofi basi. Anointing na ulikiwa mauta. Is what empowers Ni choki nenda a man or a woman mundu muka kana mundume. to function supernaturally. Ako kumeki ungai. Amen. Amen. To do supernatural things. Eke maundu ma. When you have the anointing, Ila wina wetu. you do things Yutuma. that the people cannot do. Mawala mateko na. Unafanya mambo ambayo Yika maundu. wengine hawawezi kufanya. Because the anointing Nondo aweti. is functioning in the realm of spirit. Nini wari ya mbeba. Mimi leo natamani kujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Mone ninapenda Natamani kujaza mafuta. ninakwenda kusuwa ni mauta. When you have anointing, Ila wena mauta. wewe ni mwanamke ama mwanaume, Wewe mundume kana. you will begin to work supernaturally. Wambe ya ukuma kiungai. Amen. Amen. Sema supernaturally. Basi supernatural. Kama hujaweka nyangana sali sema supernaturally. Ndio basi na sasa supernatural. Kuwa ni sema hata kama hujaweka nyangana bebe class sema supernatural. Asia supernatural. Mungu na shida. Sema supernatural. Basi supernatural. Tumpigie Yesu makofi. Kaila tuwa kuyaga kaingie mbona. Alafu vijana wakaitwa. Naini ni anakiange mento. Na Samueli akataka kumwaga mafuta. Samueli yeye na kuticha mauta. Mafuta ikakataa kumwagika. Mauta maya makumaubiani. Mafuta ikakataa kutoka. Mauta maya makumaubiani. Samueli akaanza kushangaa. Na Samueli ambe ya usenga. What is not happening? Akulia yeye chao kitaendeje.
mbona Mungu amenituma hapa? Kayandumie mai. Na mafuta yanakataa kumwagika. Na mauta ni mai mwenyewe kuitika. Bible inasema Biblia yasiai. Akauliza Yesu. Akulia Yesu. Wewe mzee, wewe mtumia. Leta vijana wako maana kuna wale hawajawaleta. Ete anakeo nema kundu ya mota na ete ba. Biblia inasema Biblia yasiai. Akasema kwa lugha ya madharau. Yesu awe tena ndio. Kuna kijana kadogo. Weka mwana kamweka nini kama. Hebu sikia hiyo statement. Ewa ukosu. Kuna kijana kadogo. Weka mwana kamweka nini kama. Ameenda porini kuchunga kondoo. Kumbe hawajui. Kumbe maesi. Ya kwamba ako kama yoni. Mwana kaka ni. Anaitwa nini kwa Kikamba? Kete wakande ya. Kandethia. Kipi. Kipi kande ya. Ako kakipi. Kauka kipi. Ambaye anachunga kondoo. Kauke wewe anakuja. Ndio amechaguliwa. Hauni toka sakwe. Ndio Mungu amemheshimu. Hauni kama yule yete ndai. Sio wanaume wananisudi Mungu. Si ame na vija munene. Bible inasema Ya siai. na wakatumwa. Matumwa. Napenda hiyo statement. Nende Samuel akamwambia